Hakuna ambacho Mungu alikianzisha ambacho hakuanza kukiwaza. Ndiyo maana ya uwepo wa Mwanzo sura ya kwanza na sura ya pili. Mwanzo sura ya kwanza Mungu anaumba kitu. Mwanzo sura ya pili vile alivyoviumba vinatokea. Mungu alianza kuishi Mwanzo sura ya pili akiwa sura ya kwanza. Ni la muhimu sana kwenye maisha yetu ya kila siku. Watu wengi wanatamani vitu vitokee tu from nowhere. Hapana. Unataka maisha yako fulani yaje kwa namna fulani, maana yake lazima ufanikiwe kuwa na wazo la hayo maisha unayoyatamani. Kitabu cha Mwanzo ni kitabu anzilishi. Unataka uanzishe kitu chochote kile, read, soma vizuri kitabu cha Mwanzo. Usijokuwa na ndoto za vitu fulani unataka vitokee kwenye maisha yako nje ya huu utaratibu. Alianza kuwaza kwanza Mungu, akakamilisha anachotaka kukifanya kwenye mawazo. Sura ya pili alichokikamilisha kukiwaza kwenye mawazo kinatokea. Lakini kitu kingine kwenye kitabu cha Mwanzo ambacho nataka ujue, ni kitabu ambacho kinaonesha pande zote za mwanadamu. Kinaonesha upande wa kwanza wa mwanadamu aliyekusudiwa na Mungu, ni namna gani anaweza akaanzisha vitu. Lakini wakati huo kitabu cha Mwanzo kinaonesha maisha ya mwanadamu katika uovu. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kinaonesha pande mbili, kabla na baada ya uovu. Naposema kabla, maana yake ni image ya kusudio la Mungu. Mungu alitaka mwanadamu aweje, vile Mungu alivyofanya, maana yake anatuanzishia au anatuonesha ni namna gani na sisi tunaweza tukaanzisha vitu. Na ndio maana anasema na tumfanye huyu mwanadamu kwa mfano na kwa sura yetu. Anapokwenda kutawala, akatawale kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Maana yake huwezi ukatawala kitu nje ya formula ya Mungu ya kutawala.